pata. Alwajhu thalith, wajhi wa tatu juu ya ubora wa Uislamu katika hii aya, katika al-yawma akmaltu lakum dinakum, pale aliposema waraditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni kwamba hii Uislamu ni dini. Faghayru dini al-islam mabghudun, kinyume cha dini ya Uislamu ni kitu ambacho kimechukiwa. Isiyokuwa dini ya Uislamu imechukiwa. Dini ambayo imeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Dini kinyume na Uislamu haijaridhiwa, na haya insha Allah yatakuja pamoja. Wa qawlu Allah tabarak wa ta'ala, na kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayuhan nas, enyi watu, in kuntum fi shakkin min dini, ikiwa nyinyi mna mashaka katika dini yangu. In kuntum fi shakkin min dini, kama nyinyi mna mashaka katika dini yangu, fala a'budu alladhi ta'buduna min dunillah, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, siyabudu yale ambayo mnayabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, lakini mimi namwabudu Allah ambaye anakufisheni. Dalalatul aya ala maqsudi albab, dalili ya aya juu ya maksudia huu mlango, juu ya kutaja ubora wa Uislamu, min wajhain, ni katika wajhi mbili. Alwajhu alawwal, wajhi wa kwanza, fi qawlihi min dini, kama nyinyi mna mashaka katika dini yangu, wa dinu huwa alislam, na muradi wa dini hapa ni katika Uislamu. Alwajhu athani, wajhi wa pili, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, siabudu yale ambayo mnayaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlu al-islam anna ahlahu la ya'buduna illa Allah, ubora wa Uislamu kwamba waliwafasi Waislamu hawaabudu isipokuwa Allah. Waislamu hawaabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanashikamana na Allah tabarak wa ta'ala, hawashikamani na chochote kile, tofauti na dini nyingine. Utakuta kwa mfano Wakristo wao wanamwabudu nani? Wanamwabudu Yesu. Mayahudi wanamwabudu nani? Uzair. Sawa? Lakini sisi Waislamu hatumwabudu Muhammad, tunamwabudu nani? Tunamwabudu Allah. Muhammad ni mtume na ni nabii wa Allah, ambaye amekuja kutuongoza kwamba sisi lazima tumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha na kitu chochote, na kwamba ibada zote tuzielekeze kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, na qawli Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminu birasulih, na muaminini mtume wake. Ikiwa mtafanya hivyo, mkimcha Allah na mkamwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faida yake ni nini? Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, Allah atakupeni ziada mara mbili katika rehema zake. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, Allah atakupeni ziada mara mbili katika rehema zake. Wa yaj'al lakum nura, faida ya pili, Allah atakupeni nuru. Allah atakupeni nuru. Nuru hiyo tamshuna bihi, hiyo nuru itawaongoza, mtakuwa mnatembea nayo, mnasuhubia nayo popote mnapokuwa, inawaongoza hiyo nuru. Lakini faida ya tatu, wa yaghfir lakum, na atakusameheni madhambi yenu. Wallahu ghafurur rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Dalalatul aya ala maqsudi albab, dalili ya aya juu ya maksudi ya babu, huwa iwadul jazai almurattabi fil islam, ni ile badali ya malipo ambayo mtu unayapata kwa sababu ya kushikamana na Uislamu. Yani ukishikamana na Uislamu kuna malipo unayapata mengi tu. Ukishikamana na Uislamu, ayu wal ahibba, kuna malipo mengi ambayo unayapata. Kuna malipo mengi ambayo unayapata kwa kufanya amali.
ukifanya amali katika Uislamu kuna malipo. Wa 'azamat jazaihi dukhulul islam, na malipo makubwa mno, malipo makubwa mno katika Uislamu ni kuingia katika dini ya Uislamu. Malipo makubwa katika hii dini ya Uislamu ni kuingia. Ukiingia katika Uislamu unapata malipo makubwa. Wal jazaa'u al-madhkuru fil aya thalathatu awjuh, na malipo yaliyotajwa katika hii aya yana wajihi tatu. Al-jazaa'u al-awwal, malipo ya kwanza, al-kiflu wa huwa al-hadh wan-nasib. Al-kiflu wa huwa madha? Al-hadh wan-nasib, ni ile nasibu, ile fungu kubwa utakalolipata, ile fungu ambalo unapata. Kwa maana Allah atakulipa mara mbili, atakulipa al-kiflaini, kwa maana utalipwa fungu duniani na utalipwa fungu akhirah. Wa huwa al-hadh fi dunya wal akhirah. Kwa hiyo wewe ukiwa Muislamu, wewe utalipwa hapa duniani na utalipwa hapa huko akhirah. Hii ni faida ya mtu kuwa Muislamu. Malipo ya pili, an-nur. Malipo ya pili ni an-nur, ni ile nuru ambayo inaangaza, ni nuru ambayo inaangaza. Yaj'al lahum nuran likay yahtadu bihi fi dunya ila sabili al-islam. Allah atakujalia wewe ambaye umeingia katika Uislamu, wewe uliyeshikamana na Uislamu, atakupa nuru utaambatana nayo katika maisha ya dunia, ikiwa hii nuru inakuongoza katika mambo ya kheri. Hii nuru itakuwa inakuongoza katika mambo ya kheri. Wa fil akhirah ila dari salam, na huko akhirah ile nuru itakuongoza kuelekea peponi. Allahu akbar. Tunajua ayu alahibba kwamba kuna watu wakipita katika sirat, pale ambapo watu wataambiwa sasa kila mmoja nyie nendeni, watu wanatakiwa wapite kwenye sirat. Ile sirat ambao ni matnun ala abwabi madha, matnun ala madha, ni ile sirat ambayo itawekwa juu ya matni jahannam. Sirat ni ile ambayo itawekwa ala matni jahannam, inawekwa juu ya moto wa jahannam. Ile sirat daraja lile, jisruna ala matni jahannam, daraja inawekwa juu ya moto wa jahannam. Lakini daraja lenyewe ni ahaddu min ash-sha'r, ni dogo mno kuliko hata unywele, ni dogo kuliko unywele. Sheikh wangu, lile daraja linawekwa ni dogo kuliko unywele. Sasa watu pale wanaanza kupita kutokana na ile nuru waliokuwa nayo duniani, waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja hiyo nuru aliyopewa ni kutokana na ile movement yake katika dini. Je, ulikuwa unasonga mbele kwa haraka, au ulikuwa unashika unaachia, au unalegeza? Yule aliyeshika Uislamu sawa sawa akaushika barabara, sio kama yule ambaye alikuwa analegeza, sio kama huyo. Kwa hiyo kuna wale ambao watapita pale, watapita kwa haraka kama vile upepo, kutokana na ile nguvu yao na ile haraka yao ya kutetea Uislamu na kuendeleza Uislamu. Likija jambo la Uislamu yuko mbele, likija jambo la khairi linalohusiana na Uislamu na Uislamu yuko mbele. Kuna watu ambao watapita kama upepo, kuna watu watapita kama vile kufumba na kufumbua kwenye hiyo sirat. Kuna watu ambao watapita hadi ya kuwa wanakimbia. Kuna watu ambao watapita kama mwendo wa farasi. Kuna wengine watapita kama vile mwendo wa ngamia yenye mizigo. Kuna watu ambao watapita wanatembea, wengine wanakimbia, wengine wanatambaa. Na kuna watu wengine ambao kutakuwa na yale mavyuma alkalalibu, kutakuwa na mavyuma yako ndani ya moto wa jahannam, yanakuja yanawakamata na waingiza ndani ya moto wa jahannam, waliyadhu billah. Kuna watu ambao watakuwa hivyo, yani mtu anapita pale, ima anatambaa au anatembea, yanakuja yale makalalibu yanamkamata, yanamtia ndani ya moto wa jahannam. Itakuwa hivyo. Kwa ule Uislamu wako unavyokamata barabara na kusonga mbele kwa Uislamu wako na kuyaweka mbele kipaumbele mambo ya Kiislamu, ndivyo utakapopita katika hiyo sirati. Sasa kuna wale ambao watakuwa wanapita, zile taa zinazimika, wanawaambia waumini kwamba jamani, hebu simameni na sisi tupite kutokana na mwanga wenu.
wale wanaambia nyie rudini huko nyuma mkautafute huo mwanga wenu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa wewe ni Muislamu, atakupa nuru, yaj'al lahum nuran likay yahtadu bihi ila dunya ila sabili alislam. Allah atawapa nuru ambayo hiyo nuru itawaongoza hapa duniani kuelekea katika njia ya amani akhirah, wa fil akhirati ila daris salam, na katika akhirah atawapa nuru ambayo itawaongoza mpaka kwenda peponi. Hali itakuwa ni hivyo. Kwa hiyo Muislamu, pambana kwa ajili ya Uislamu wako, ushike Uislamu wako vile inavyotakiwa, na sehemu kubwa ya kushika Uislamu wako ni kusoma. Ule muda unaotoka kazini ule, usiende kucheza karata, usiende kupiga porojo, usiende kupiga bao, usiende kuzungumza maneno ambayo hayana maana au kufanya vitu ambavyo havina maana. Basi wewe nenda katika Uislamu wako, ingia darasani, soma, fanya adhkari. Hata ile kusubiri swala ukasema ngoja nikae msikitini nisome Qur'ani mpaka ingie salatul isha, nao ni matendo yaliyokuwa mema, yana ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib.